Napenda kukumbusha ushiriki wetu sio hisani. Ushiriki huu wetu ni haki. Ushiriki wetu ni wajibu wetu. Ushiriki wetu hauji kwa sababu sisi ni walemavu. Ushiriki wetu unakuja kwa sababu sisi ni Watanzania. Huyo ni naibu mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Morogoro, Christopher Mwakajinga, wakati akitoa hotuba yake kwa makundi zaidi ya 7 ya watu wenye mahitaji maalum katika mafunzo ya kuwapatia elimu juu ya masuala ya rushwa katika uchaguzi yaliyofanyika mkoani Morogoro. Ushiriki wetu unakuja kwa sababu sisi ni Watanzania ambao tumetimiza sifa zote za kisheria. Kwa hiyo ni lazima tuwekeane mazingira huru sawa ya sisi kuweza kutekeleza hadhi yetu ya kimsingi. Sisi tuliofika tutajitokeza siku ya kupiga kura na kutimiliza haki yetu. Pia tutawahamasisha wenzetu wawe chachu ya mabadiliko, kwa sababu tunasema uchaguzi mmoja ni hatua ya kuelekea uchaguzi mwingine. Hamisa Kagambo ni kaimu afisa ustawi wa jamii mkoa wa Morogoro. Anasema kundi la watu wenye mahitaji maalum ndio kundi lenye uhitaji mkubwa zaidi wa elimu kutokana na changamoto wanazokutana nazo katika maisha yao ya kila siku. Kwenye jamii kuna makundi mengi, lakini hili ndio kundi lenye uhitaji zaidi. Hata hivyo, Hamisa anasema mafunzo hayo yamekuja wakati sahihi, huku akipongeza jitihada zinazofanywa na TAKUKURU katika kuyafikia makundi hayo na kuwajengea uwezo wa kuelewa, kutambua na kukataa rushwa kwa vitendo. Hii semina imekuja wakati mwafaka, kwamba sote tunatambua kwamba kuna zoezi kubwa ambalo liko mbele yetu la uchaguzi, ambalo tunategemea itafanyika tarehe 29 mwezi wa 10. Kwa hiyo ni kushukuru sana naibu mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Morogoro kwa kuona kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwaweka kundi hili kwenye maandalizi hasa ya masuala hayo ambayo mnayasimamia kwenye taasisi yenu. Mwenyekiti wa chama cha wasioona mkoa wa Morogoro, Isaya Mlimi, anasema rushwa ni adui wa kila mtu na inahatarisha usawa katika jamii, huku Salum Ali mwenye usikivu hafifu anasema kabla ya mafunzo hayo hakuwa na uelewa wowote kuhusu masuala ya rushwa na athari zake. Lakini mimi niwe mkweli kwamba katika uchaguzi huu ndipo ambapo nimeweza kushiriki semina iliyoratibiwa na TAKUKURU inahusiana na rushwa. Rushwa ni kitu kibaya sana, si kwa watu wenye ulemavu tu, ni Watanzania wote kwa ujumla. Alikuwa hajui kama kwa rushwa ni nini, alikuwa anajiuliza maswali mengi, lakini sasa nimepata jibu kuwa rushwa ni adui. Kwa hiyo sasa ninashukuru, wakati wa uchaguzi tayari elimu nimepata ya kuhusiana na rushwa. Hiyo inatosha. Konsolata Mchilo, Salum Ali na Jamila Mdim ni washiriki wa mafunzo hayo ambao wanaamini kuwa elimu walioipata kuhusu masuala ya rushwa watakuwa chachu ya mabadiliko kwa wengine. Hivyo sasa mimi ninakuwa ni mjumbe mkuu ninapotoka hapa kwa elimu niliyoipata hapa leo, ili kwenda kuwashirikisha na wenzangu katika makundi yote jamii kule ninakoishi, ili tujitokeze sasa kwa wingi siku hiyo ifikapo hiyo tarehe, tukaende kupiga kura kwa pamoja, kwa sababu kupiga kura ni haki yetu. Hii semina inaweza kunisaidia mimi kuwafundisha watu wengine. Mfano sasa hivi naweza kuwa balozi mzuri kwa watu wengine ambao bado hawajafika hapa. Naweza nikawapa hii elimu kuhusiana na rushwa katika mambo ya uchaguzi, na wao naamini kabisa watanipokea vizuri na wataelewa kuhusu rushwa. Mtu mwenye ulemavu hatakiwi kuyumbishwa na kiongozi wowote au chama chochote ambacho anaweza akamshawishi kufanya vitu tofauti na yeye mwenyewe ambacho anakifikiria. Wanatakiwa wachague mtu ambaye wamempendekeza wenyewe kwenye moyo wao, ili awaletee maendeleo na kuwaletea amani katika nchi yetu. Serikali pamoja na wadau mbalimbali nchini wameendelea kuchukua hatua madhubuti kwa watu wenye mahitaji maalum katika kuzifikia fursa, huduma na haki zao za msingi bila vikwazo, hasa katika nyanja za uchaguzi na uwajibikaji wa viongozi. Mimi ni Yusufa Athmani na hii ni Sky4 Media.